Lengo la ziara yetu ni kutembelea wawekezaji wa viwanda hapa mkoani Morogoro, viwanda vikubwa na kongani za viwanda. Tulianza pale Mkwawalifu ambao ni wazalishaji wa kuprocess tumbaku na sigara, kiwanda kipya ambacho kinajengwa cha Serengeti Cigarette. Tumeenda kukagua ujenzi wake unavyoendelea, uko vizuri, lakini pia tukapata nafasi ya kutembelea kiwanda cha Mazava kuangalia uzalishaji wake na changamoto zao za masoko, lakini kazi ambayo wanaifanya. Na sasa tuko hapa kwenye kiwanda hiki cha Cotex ambacho wanaenda kutengeneza mabati, kuzalisha bidhaa za plastiki na bidhaa nyingine za aina mbalimbali. Sisi kama wizara tunafarijika sana. Tumefarijika zaidi kuona kwamba hata changamoto za mwekezaji hapa wameshazishughulikia tayari na nyingine ziko katika hatua ya mwisho ya kushughulikiwa. Hii imetupa hamasa kama kwa niaba ya wizara ambao tuna jukumu la kuhakikisha kwamba sera ya viwanda inaenda kutimia, maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan zinaenda kutimia, kuona Tanzania ya viwanda, lakini utekelezaji wa dira ya 2020-2050 ambayo inazingatia zaidi kwenye uchumi wa viwanda inatekelezwa kwa vitendo hapa Morogoro. Nimefarijika sana kuona ushirikiano na mshikamano kati ya ofisi ya serikali na taasisi zake kama TANESCO, TARURA, MOROWASA ambao wote kwa pamoja wameshiriki katika kuhakikisha kwamba mwekezaji huyu akwami katika shughuli zake za uwekezaji. Hii ni mfano mzuri na inaonyesha jinsi gani watumishi wetu walikuwa committed, na naamini kabisa ni mfano mzuri kwa mahali pengine kuiga mshikamano huu. Naomba niwahakikishie wawekezaji wetu, naomba nihakikishie serikali ya wilaya na mkoa kwamba tuko pamoja katika kuona kwamba wawekezaji wetu, wafanyabiashara wetu, hasa kwenye sekta ya viwanda na biashara wanaenda kufanikiwa, mitaji yao inaenda kuwa na tija, inaenda kuwalipa, ili kutuma ujumbe duniani kwamba Tanzania ni mahali salama kwa uwekezaji, Tanzania ni mahali salama kwa biashara. Rai yangu kwa vijana, kiwanda hiki ni chao, sio tu cha mwekezaji. Kiwanda hiki ni chao kwa sababu wao ndio watakuwa watumishi hapa, lakini wao ndio watalisha wafanyakazi wa hapa, wao ndio watauza maji ya kunywa, wao ndio watawasafirisha, wao ndio watawalisha. Kwa hiyo hii ni rasilimali yao. Kwa hiyo uwekezaji huu una thamani kubwa sana kwao, lakini hata kwa wale ambao wamefanikiwa kujenga nyumba maeneo haya, wapangaji wao watakuwa ni wafanyakazi wa kiwanda hiki. Kwa hiyo hata yule ambaye mwenye nyumba atakuwa anafaidika, na kwa hiyo hiki kiwanda ni fursa ya uwekezaji, lakini fursa ya ajira kwa vijana ambao wamezunguka katika eneo hili. Kwa hiyo waione hii kama fursa yao na sio tu fursa kwa mwekezaji. Kwa hiyo serikali, sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira rafiki kwa huyo mwekezaji. Kwa hiyo jukumu la vijana wetu ni kutimiza wajibu wao, kuona hii fursa na kuitumia. Na tunafahamu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huwa mara kadhaa akizungumza uchumi wa vijana utajengwa na viwanda. Na sisi kupitia serikali yetu ya mkoa inayoongozwa na Adam Kigoma Malima amekuwa namba moja kichocheo wa uchumi wa viwanda katika maeneo yetu. Tunaamini viwanda hivi vikifanya kazi vizuri, vijana wetu watapata ajira na mzunguko wa uchumi katika maeneo yao, mambo yatakwenda vizuri. Lakini pia kuna fursa ya fedha Dr. Samia Suluhu Hassan ambazo anazitoa kupitia halmashauri ambazo sisi katika manispaa ya Morogoro na halmashauri ya wilaya ya Morogoro zinaendelea kutoka kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Na ziara ya leo ambayo alifanya Mheshimiwa Naibu Waziri, tumepitia eneo la SIDO, tumeona vijana ambao wanatengeneza mashine zile ambazo sisi kama manispaa ama halmashauri ya wilaya ya Morogoro tunaweza tukaongeza thamani kwao kupitia fedha za 10%. Tukaita, tukazungumza nao, tukawakopesha ili wao wakazifanyia kazi na wakawaajiri vijana wengine zaidi. Na kama maelekezo ya Mheshimiwa Naibu Waziri kupitia halmashauri zetu, na sisi halmashauri ya manispaa ya Morogoro tumepokea kuhakikisha wale tunawalinki na maeneo mengine, kuhakikisha tunatanua masoko yao. Kwa kama wilaya ya Morogoro, kwanza ni kuhakikishia ulinzi na usalama katika maeneo yao, lakini kuhakikisha tunawalinki na maeneo mengine juu ya fursa zao, jinsi wanavyopambana kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi
serikali tusiwe vikwazo, tuhakikishe tunaunganisha na taasisi zingine ili wajikwamue kiuchumi na hatimaye mzunguko katika Morogoro yetu uendelee kuwa mkubwa na wawekezaji waendelee kuwa wakubwa katika maeneo yetu na uchumi unaendelea kuchochewa katika eneo letu. Prime objective is to create more and more job opportunities, because right now we have our unit in Dar es Salaam, but in one stretch we are growing more than 2.5 times. So right now the manpower strength is around 350, which will be around 600 after starting this unit. And not only for promoting the job, even for the products what we are manufacturing, it is going to the market like wholesalers and retailers. So it will create and generate a lot of revenue to the government also. And apart from that, we are into promoting the social responsibilities and also to protect the environment, like plastic recycling unit, which we are going to start very soon. So this will be like collection of all scrap, then again generating into plastics. So that will save our environment also. So our prime agenda is to improve the quality of people's life, giving them the job opportunities.